Wewe kama wewe ulikuwepo kwenye lile adhimisho la misa takatifu wakati ule Baba Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili akija nchini Tanzania. Ndio. Kwa sasa ni mtakatifu. Ndio. Tafakari yako ni nini kwako? Tafakari yangu mimi ni kubwa mno kwa sababu katika maisha yangu ni mtu wa kwanza kumuona hivi uso kwa uso. Na kwa masikio yangu na kwa ushuhuda wangu nashuhudia akiwa mtakatifu. Yani ni kitu ambacho kwa maisha yangu siwezi kukisahau. Kwa sababu nikumbuka kwamba kwa mfano tunasema ule wimbo wa kumkaribisha hapo. Ule wa mwanzo. Baba mtakatifu wetu atakuja kwetu kututembelea. Septemba tarehe mosi itakuwa shangwe hapa Tanzania. Yani hiyo peke yake na nimemba kipande cha wimbo. Mwarabu mzee Mwarabu. Alikuwa ametunga wimbo yani ulihiti sana sana. Sasa ukianzia pale tukamshuhudia anatoka uwanja wa ndege amefika ameteremka hapa. Tukasali misa naye. Alafu mimi nikaenda kusali misa naye tena Mwanza. Alienda Mwanza pia. Alienda Mwanza. Nikamshuhudia kwa macho hivi pale Mwanza anafungisha ndoa 120 na ngapi. Ziko nyingi mno. Alafu baadaye imefika wakati wake ameitwa kwa Mungu. Alafu tumeshuhudia kwa macho anatangazwa mtakatifu. Kwa kweli ni kitu ambacho ni historia pekee kabisa. Hasa mimi kwa maisha yangu kwa nilivyomshuhudia ndivyo anavyonigusa yeye. Kwa hiyo kila ukifikiria ukivuta ile taswira kwamba nilikuwa namuona uso kwa uso, unaona kabisa utakatifu kumbe inawezekana. Na unakiona kinawezekana. Hongera sana mwalimu. Nashukuru.